Nimeona ndugu yangu pale amenyosha mkono, amenyosha waraka wake. Hebu njoo hapa mbele. Nimeona na yule amenyosha waraka wake. Hebu na wewe sogea hapa. Nimeona na wale wawili, sogeni hapa. Na yule mmoja sogea, na yule mama sogea. Na wewe nimekusikia mama, sogea tu na wewe. Mtazamaji, kama ilivyoada katika ziara hizi, Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuwa akitoa nafasi kwa Watanzania kueleza changamoto wanazopitia baada ya kumaliza kueleza kile ambacho kimemfikisha katika ziara yake. Basi anawapa nafasi katika maeneo husika ili kueleza yale ambayo yanawasibu, na ndicho ambacho amekifanya pia katika eneo hili la Mabogini baada ya kuwa pewa taarifa katika mradi huu wa barabara, na sasa anaanza kuwasikiliza wakazi wa eneo hili. Karibu fuatilie mazungumzo haya. Kijiji cha Mabogini, kitongoji cha Shabaha, mwaka 1958. Tunaishi pale, ni shamba letu. Kumefika mahali mdogo wetu amebadilisha hati ya familia, akajibinafsisha ile shamba. Tumehangaika muda mrefu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuanzia mwaka 1917 mpaka leo. Tumeenda ofisi zote na makaratasi yetu yale ya hati feki, tumepeleka kuna ofisi ya mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, TAKUKURU, kwa upelelezi, polisi, lakini hakuna chochote mheshimiwa tunachotendewa. Tunaona kama hatutendei haki. Mheshimiwa mkuu Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeteseka kwa muda mkubwa sana mheshimiwa, na tulishafunguliwa kesi hapo polisi ya kutishia huyo mdogo wetu ambaye anasema tumemuibia. Tumefunguliwa kesi ya jinai, tukawekwa ndani, tukapambana, tukahukumiwa kufungwa, lakini baadaye tukawa ni kifungo na kulipa faini. Tukalipa faini tukatoka. Mheshimiwa, lile shamba ni letu. Mtendaji wa kijiji, serikali ya kijiji na mwenyekiti walikuja kule kwa kamishna wa ardhi, wakatoa maelezo na kusema ile shamba ni la familia na wala sio la Dominiki. Kwa mkuu wa mkoa hivyo hivyo, na kwa mkuu wa wilaya hivyo hivyo. Paka polisi, upelelezi wametoa maelezo yao. Kila section tumeenda na wao wametoa ushahidi wao. Mheshimiwa, cha kushangaza Mheshimiwa Waziri Mkuu, shamba hilo mpaka leo hatujalima. Tulikuwa na vimali kidogo vimekwisha, tumemaliza vyote. Nilikuwa na mbuzi, nafuga mbuzi, lakini nimeuza kwa ajili ya kupata chakula. Na asilimi mpaka leo mheshimiwa, sijui kwa nini. Na kesi yetu mheshimiwa haiko mahakamani. Huyu bwana tulimuita hakufika. Lakini mheshimiwa, namshukuru sana mkuu wa wilaya aliondoka. Kuna wakuu wa wilaya wawili walikuwepo. Hao ndio walinipa matumaini, hata afya yangu kidogo ikawa inaonekana inarudi. Kwa sababu niletewa barua ya kuhama pale ambayo haina muhuri. Nikaipeleka kwa mkuu wa wilaya ambaye ameondoka, akaniambia wewe kakae pale, tutakuja kumaliza. Akuchukua muda mrefu, mkuu wa wilaya huyo akaondolewa. Akaja yule mwingine ambaye sasa hivi ni mkurugenzi wa vitambulisho vya NIDA, naye alinisaidia sana. Ile anasema tunamalizia kuja kwenye tukio, mheshimiwa akahamishwa naye. Sasa nimefika mahali mheshimiwa, tunaomba Waziri Mkuu tusaidie ile hati ambayo imetengenezwa feki na hati ya familia ambayo imetolewa ushahidi na mtendaji na mwenyekiti wa kijiji. Basi mheshimiwa Waziri Mkuu tusaidie kwa hali na mali. Tuangalie hata kwa jicho la 4 mheshimiwa. Tunaumia, tunaendelea kuteseka. Tulimi hilo shamba limekaa kama pori. Mheshimiwa, naomba tusaidie Waziri Mkuu. Kila sehemu tumepita, tumefika mahali tunachoka. Tunaona tumkabidhi Mungu. Unalifahamu hili? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambavyo ameeleza, jambo hili limekuwa la muda mrefu kidogo na linaonyesha wao wenyewe kama ndugu. Kwa nilipofika ofisini, nimepitia kwenye mafaili na taarifa nimepewa. Kimsingi yeye mwenyewe toka mimi nilivyoripoti hatujakutana, lakini jambo hili lilikuwa linahusisha forgery kama alivyosema, kufoji nyaraka. Kwa hiyo ndugu yao yule ambaye anaitwa Dominiki, ambaye ni mdogo wao, wanahisi kwamba amefoji nyaraka, baadaye ndio akamuuzia yule mtu mwingine. Kwa hiyo jambo hili likapelekwa kwa ajili ya uchunguzi kwa RCO, kwa maana ya mkuu wa upelelezi wa mkoa. Baada ya kuzungumza nao, wao wenyewe wakaomba waende wakazungumze tena kama familia nyumbani. Sasa toka kipindi hicho hawajarudi tena kwa RCO kwamba wamemalizana kule nyumbani ama la. Kwa ndio hapo ambapo limekwamia. Nani aliomba wakazungumze nyumbani? Wao wenyewe familia. Nani aliomba? Mlalamikaji, mlalamikiwa? Mlalamikiwa.
Mlalamikiwa ndio waliomba. Ndio, ambao ni ndugu. Na baada ya hapo hajatokea. Hawajarudi tena pale kwa RCO. Yuko wapi? Anakaa wapi? Anakaa Arusha. Haya. Kesho tutakapokuwa Hai na Sia. Ndio. Mheshimiwa, wewe mkuu wa wilaya ukae nao ili tunapoenda kwenye majumuisho niwe nimeshapata kwenye majadiliano kitu gani kimejiri ili nifanye uamuzi kesho jioni. Sawa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo atafutwe kule alipo kesho waje kwako na anayelalamika. Na kila mmoja aje na nyaraka. Haya. Msikilize yule mama pale. Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina mama. Salamu alaykum. Mimi naitwa Beata. Jamani, mjukuu wangu huyu ana kichwa kikubwa. Tulipata msaada wa Mama Samia wa mwendo kile kiwilichea Arusha, lilifuatilia. Nikapata. Cha kwanza nilichukua pale CRDT pale kwenye mazoezi, kilikuwa kifupi, kimekuwa kifupi, ndio maana nikatafuta, nilivyosikia kwenye redio nikakifuatilia. Sasa huyu mtoto alifanywa operation KSMC. KSMC wanasema watoto wanasaidiwa bure, lakini mtoto niliambiwa shilingi 500,000 kumwekea mpira wa kichwani wa kutoa maji ya kichwani. Na mtoto alikuwa na hali mbaya ndani ya wiki mbili. Amekaa wiki mbili, kila siku ilikuwa ni 10,000. Tumekaa pale eneo aliyomfanyia operation, kutoa tu kile kinyuzi tu kile, shilingi 5,000. Sasa mimi ilibidi nirudi kanisani na majirani wenye roho nzuri ndo akanisaidia zile gharama za pale KSMC. Inakuwa sasa mazoezi kule CRDT, kumwona daktari pale ni 10,000. Mazoezi ya kukaa wiki shilingi 30,000. Kwa kweli hapo pananipa ugumu. Alafu watoto kama hawa haimalizi wiki bila homa. Wakija watoto wenzake kucheza naye akiwa kwenye mwendo pale analala, wakiondoka analia mpaka homa inapanda kichwani. Chakula nampa kwa masaa. Maana anakula kidogo, na hisi ni mpira alomwekea, anakula kidogo, inabidi usiku na mimi niamke nimpe chakula. Babake alikimbia kabisa, hajaonekana. Mtoto amefikisha miaka 7. Alikimbia kabisa, hajaonekana kabisa. Kwa hiyo ni mimi bibi ndo nimeingilia kumsaidia huyu mtoto. Siwezi kwenda kibaruani, hajasimama, anakaa kwenye wheelchair. Kwa hiyo mkuu wa mkoa, nakuomba, kwa vile lilishalalamika pia, la kwanza kulikuwa kuna mgogoro wa mamangu mlezi, hakunipa kiwanja kabisa, lakini mama alinitetea kwenye ule msaada wa pale stendi, nikapata kiwanja kujenga. Ndo sina nguvu. Mwenyekiti hapo nilipo wa kitongoji Chelangwa ameniombea hapo ninakokaa, ndo nakaa hapo na mjukuu wangu. Kwa hiyo ninachoomba utusaidie, anaumwa, sina bima. Sina bima. Aliugua juzi surua. Nimeenda hospitali nikaambiwa ameshavuka miaka, anatakiwa ulipie. Sasa ukiwa na mtoto kama huyu, utaenda kibaruani saa ngapi? Haya, nimekusikia mama. Nitamlipia bima. Mkuu wa mkoa, hebu andikisha, alafu tutawasiliana na wenzetu wa KSMC pamoja na RMO. RMO yuko wapi? Anafanya kazi nzuri. Yes, njoo huku. Kwa niaba ya mkuu wa mkoa, chukua hii namba ya mama huyo hapa. Tutatusaidia huo mwongozo wa bima, lakini pia namna ya kupata attention kule kwa wenzetu tunaoshirikiana nao. Nadhani sadaka tutasaidia. Asante sana Mheshimiwa Raimo. Basi hilo limeisha. Haya, tumsikilize mama hapo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina naitwa Victoria Valerian Kimario,
ni mzaliwa wa Rombo, mkazi wa Mabogini na mkulima mdogo kijiji cha Mawala, kata ya Kahe. Mheshimiwa, nilinunua shamba eka 10 mwaka 2008 katika kijiji cha Kahe. Shamba hili nilinunua baada ya kupewa uhakika na mwenyekiti wa kijiji na mtendaji pamoja na mwenyekiti wa baraza la ardhi kunipeleka eneo na kunionyesha mipaka. Nilienda mpaka ofisi ya wilaya kwenye masijala, nikaomba faili la Mawala ili nione kama kweli shamba lile la halali au natapeliwa. Pale walikaa karibu nusu saa nzima wakitafuta na wakaona kweli huyu mtu mwenye anaitwa jina la Yusuf Hoza alipewa shamba eka 10. Alipopewa ile shamba alifariki akachia watoto. Watoto wanakaa Morogoro, wakaja wakaamua kuuza lile shamba. Sasa nikarudi kijijini, nikamwona mwenyekiti na mtendaji kwenye ofisi ya kijiji, nikajidhihirisha kwamba lile shamba ni kweli ni la uhalali kwa sababu ana jina pale ekari 10 mtaa Masaini. Nilienda kufanya biashara ile ya kununua lile shamba na kulipa 10%, wakaniandikia na hati ya manunuzi ambayo tayari ninayo hapa mheshimiwa. Baada ya kununua lile shamba nililima ndani ya mwaka mmoja, mwaka wa pili wakajitokeza wanaume 4 na mama zao wakasema lile shamba ni mali. Mmoja anasema la baba yake, mwingine la shangazi, mwingine la dada. Haya wakanipeleka kijijini nikawashinda. Wakaenda kata nikawashinda. Wakaenda baraza la ardhi na nyumba wilayani kule wakaniita, nikaenda pale nikapambana nao. Unapewa leo tarehe fulani kesi hii. Kwani na faili 4. Nimefika katikati mafaili 2 wakaingia mtini, nikabaki na faili 2. Tukaendelea nao nikamshinda wa kwanza, wa pili akafika mahali akakataa, kesi ikafutwa. Mwenyekiti wa kijiji na mtendaji pamoja na baadhi ya wananchi pale walienda kutolea ushahidi kwamba shamba lile ni mali yangu. Mwenyekiti wa baraza la ardhi wilaya alikuwa anaita Mwehava, alitoa maamuzi kwamba kuliko tumtoe dalali aenda akakabidhi ile shamba. Kijiji kikakabidhi baada mimi kukaza hukumu na wale wakakubali kwenda kukabidhi shamba. Tukaenda na ile familia kwenda kukabidhiwa shamba langu ekari 10. Na lile shamba waliponipa eka 10, nililipima likatoka eka 12 kasoro mita 7. Nikarudi kijijini nikauliza, mbona ni 12 na wenyewe ni 10 na nimenionyesha mipaka mkaniambia ni eka 10. Akaniambia zamani walikuwa nashika miti siki chuguni na nini. Ukija ukipima kitoka 15 halali yako, kutoka 7 huulizi. Basi nikaendelea kulima shamba langu. Kijiji walipoenda kunikabidhi lile shamba nikapewa hati ambayo ndio hii hapa ya makabidhiano ya lile shamba na kusema shamba hili ni mali ya huyu mama kuanzia tarehe kesi 121 imeisha, 28 imeisha, hamna mtu atakayefanya chochote hapa bila idhini ya huyu mama. Mheshimiwa, cha kusikitisha nimelima lile shamba kwa gharama kubwa, maana lilikuwa na miti na majani yanaitwa ngage. Nimetoa mfereji mmoja unatumia 200,000 kutoka eneo maji yanakotokea hadi kufika shambani. Huko katikati wengine naona maji wakaanza kuingia kwenye mashamba yao. Nimelima lile shamba mheshimiwa, alipoona navuna wakaanza sasa. Wafugaji, ni eneo la wafugaji. Wanakuja na matairi wanaweka mpaka, mama usisogee zaidi hapa. Vipi tena? Kesho kuta mtendaji kwambia hamna shida mama, wewe tulia. Endelea kulima kote tu, hamna shida. Nimekaa nikaona jopo la wafugaji pamoja na mwenyekiti, pamoja na kutoka mwingine alikuwa ametoka huko wilayani. Wamebeba vimawe kichwani, wanaeka beacon. Nauliza nini? Mtendaji mmoja atakubali akaniambia, "Mama usijali. Endelea kulima ulinde beacon zetu. Kama tutaziona, sisi tunataka ile eneo tulifanye la mifugo. Tukifanikiwa tutawapeleka bomba 3. Huko bomba 3 badala ya eka 10 tutakupa eka 15, 5 ya bure kwa kusoma nenda mipaka yetu." Nikaanza kuzungushia miti kwenye ile mipaka. Walikuja kukagua wakakuta mipaka yuko sawa. Hajakaa sawa, wakaja na mapipa. Wakaacha ile mipaka akaenda kuweka pipa. Limeandikwa wakulima na wafugaji, hapa usivuke. Vipi tena? Alima tu, hamna shida mama. Baadaye tutakurudishia shamba lako. Sijakaa sawa na mwana mtendaji anakuja na mwenyekiti wa baraza la ardhi la kijiji. Nimeshasia mbegu ya kulima shamba eka 10. Iko tayari. Na shamba nimeshachavanga. Wananiambia mama, hili shamba ni eneo la wafugaji. Kivipi? Usiendelee kabisa, njoo ofisini. Nikaenda ofisini. Tukaanza malumbano. Jamani, inakuaje pale? Ile shamba la mifugo, kwani unao kuambiwa la mifugo? Nikamwambia mpaka mahakamani nimeenda kutolea ushahidi nyewe kama mtendaji na mwenyekiti na baraza la ardhi za kijiji. Ilikuwa wapi msije mkaniambia shamba hili la mifugo?
Hapana mama. Ukikutana na mfugaji anakwambia mama, kwani wewe unadai ile shamba ya kwako? Hapana pata. Sisi tunahonga hata milioni ngapi? Tuna ng'ombe milioni 20, tutahonga mpaka ufe. Hautapata lile shamba. Nikaanza kutembea. Nikaenda kwa mkurugenzi. Mkurugenzi akaita mtendaji kata na mtendaji wa kijiji. Akawaambia mama akakabidhiwe shamba lake haraka iwezekanavyo. Yule aliyotoa maamuzi ambaye mkurugenzi alimchagua alikuwa afisa utumishi. Akahamishwa, akapelekwa Same. Nimekaa hamna kinachoendelea. Nikaenda kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya aliyotoka akasema huyu mama wala sitaki kesi yoyote, aende akabidhiwe ile shamba haraka iwezekanavyo. Kwa sababu hii hukumu inaonyesha kabisa huyu mama anadhulumiwa. Hukumu imeshatoka. Mwenyekiti umeshuhudia kwenye hii hukumu ambayo ndio hii hapa mheshimiwa. Asante. Ili mkuu wa wilaya unalitambua hili? Mkurugenzi yuko wapi? Mkurugenzi, wewe ndio ulishughulikia hili? Ndio ulishughulikia? Ndio mheshimiwa waziri mkuu nilishughulikia. Unalifahamu? Nalifahamu. Tuambie. Mheshimiwa waziri mkuu, ni kweli kama alivyoeleza Mama Viki kwamba alikuwa ameshinda kesi ile mahakama ya ardhi. Si alishashinda? Alishashinda. Mahakama ilisemaje? Mahakama ilisema kijiji kisimamie kuhakikisha kwamba anapewa shamba lake katika mipaka ile ambayo ilikuwa imewekwa ushahidi. Sasa na kitu gani kingine kimekuja? Kijiji kilimkabidhi na kilisimamia akakabidhiwa. Sasa baada ya kukabidhiwa kaonekana mama hakuridhika na ile mipaka ambayo alionyeshwa na kijiji. Kwa hivyo akawa bado analalamikia kwamba kuna eneo nimezulumiwa. Kwa hiyo eneo ambalo lilikuwa analalamikia lilikuwa limeextend kwenye eneo ambalo kijiji wamepanga liwe eneo la ufugaji. Na kijiji kilishaweka land use plan kwenye ile eneo. Hukumu ilisema hukumu ilisema kwa sababu hukumu yenyewe ilikuwa ni dhidi ya mwenzake ambaye alikuwa analalamikiana, ambaye alikuwa anapakana naye. Kwa hiyo hukumu iliagiza serikali ya kijiji isimamie na kuhakikisha mama anapata haki yake. Na kijiji kilifanya hivyo, kikamkabidhi. Sasa yeye hakuridhika kwamba lile eneo alilokabidhiwa ndio lenyewe. Akataka kuendelea kwenye eneo ambalo wafugaji wapo. Kwa hiyo sisi tukashauri, na kwa sababu kule kwenye wafugaji hata asingelima, kwa sababu kuna wafugaji wa Kimasai na wamepewa na kijiji kama land use plan eneo la kwao la ku. Mama si yuko hapa? Hebu mama. Mheshimiwa, baada ya kukabidhiwa lile shamba nilikuwa naendelea nalo vizuri kwa mwaka mzima, nilima na nikavuna vizuri. Wakaja wao wenyewe mwenyekiti, mtendaji na wafugaji wakakata lile eneo wakaniachia eka 2 tu. Alafu katika lile shamba kuna wakati mtoto wangu alikuwa Uingereza anaumwa sana, nikataka jinsi ya kumrudisha nyumbani, nikauza hapo eka 2. Ile ikanisaidia ile mtoto akarudi nyumbani. Ile eka 2 niliyouza ikaingia kule kwa wafugaji, wameikata. Wanadai mimi nimeshauza shamba langu. Ni asina mahali nakodai tena. Wewe ulishauza mpaka kule relini. Kila nikifanya lolote na shirikisha kijiji naona hati za mauzo kule kijijini. Kama ningelikuwa nimeuza nisingedai mheshimiwa. Mkurugenzi, kile ambacho walikuwa wanashindania ilikuwa eka ngapi? Ambacho ndo mahakama ikahukumu. Naomba afisa ardhi aje. Afisa ardhi yuko wapi? Kilichohukumiwa ilikuwa eka ngapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo ambalo lilikuwa linashindaniwa ni ekari 10. Kwenye mahakama ilihukumu eka ngapi? Ni ekari 10. Kwenye ekari 10 baada ya hukumu ninyi mmembakizia eka 2. Mmefanyaje? Kwenye ekari 10 wakati wanaonyesha mipaka au wakulima na wafugaji, ikaonekana hizo ekari 8 zimeingia kwenye ufugaji. Ekari 2 ndio akawa amebaki nazo mama. Mahakama ilihukumu eka ngapi? Ni ekari 10 mheshimiwa. Sasa imeingiaje baada ya hukumu kuisha? Mheshimiwa, na hilo tatizo mimi nililiona na nikawashauri kijiji. Tatizo umeliona, umeshughulikiaje? Nilishauri kijiji. Nikawashauri kwamba
huyu mama anastahili apewe fidia. Kama mnataka kulitumia kwa ajili ya mifugo hapa, huyu mama mtafutieni sehemu nyingine ya ufugaji. Mwenyekiti wa kijiji yuko wapi? Ni kijiji kingine. Kaya iko wapi? Iko kule mbele. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, unaona watu wako hapa. Mahakama imehukumu ekari 10. Na sisi mahakama imesema mpeni, hiyo ni haki yake. Na sisi tunasema hapa, umeona hili jambo lenye hisia zote hili la hawa wengine, nimewaambiaje, lazima tuheshimu vyombo vyetu vya kutoa haki. Si sasa hivi hapa imekuja hapa kwa Mheshimiwa mbunge amelia watu hawa nikamwambia mahakama imeshahukumu. Ikishahukumu tusiporidhika tunatakiwa tupate njia za kimahakama. Hatuwezi tukaenda tu mahakama imehukumu hapa alafu mimi niseme huo ni upuzi, fanyeni. Haipo hiyo kwenye utawala wa sheria. Hata ukiona kwa macho yako na kwa hisia kwamba hili liko hivi, ikishahukumiwa na mhimili mwingine, kama unataka kufuta unatakiwa ufuate taratibu hizo hizo. Sasa ninyi mahakama imehukumu eka ngapi afisari? Ni ekari 10 mheshimiwa. Mmempaje nyie 2? Hizo 2 waliowapa ni kijiji. Baada ya kutenga eneo lao wakasema huku yeye alime, huku ni kimifugo. Sasa kama lile eneo mnawapa wafugaji, na mimi sipingi matumizi bora ya ardhi. Kama mnawapa wafugaji, mrudishieni haki yake. Sawa mheshimiwa. Ndio, mrudishieni haki yake. Afidiwe kama mnapeleka kwa ajili ya wafugaji, na mimi naunga mkono matumizi bora ya ardhi. Lakini matumizi bora yasifanyike kwa kupora haki za watu. Mmelichukua mheshimiwa, tulifanyie kazi. Nipate mrejesho kabla sijatoka. Sawa mheshimiwa. Tutakapoenda majumuisho mniletee kwamba mmepata ufumbuzi gani. Mheshimiwa Mkuu, tunajumuisha kesho jioni. Kesho jioni mniambie Kawasake hao wenzako wa vijiji hao. Na ninyi viongozi wa vijiji, narudia tena. Jana nilipita pale Mombo. Nikakuta hivyo serikali ya kijiji wameenda kupora eneo la watu. Nilielekeza serikali ile yote ifutwe. Upuzi mtupu, rushwa na pakishawepo eneo linalohusisha wafugaji. Rushwa, tunafumba macho, tunaonea watu wengine wanyonge. Nenda Kawasake hiyo serikali ya kijiji leo hii. Waseme ama wamrudishie mama eneo lake, ama waweke commitment, mkubaliane namna ya kumfidia.